Wakati ambapo mkutano wa 73 wa mamlaka ya viwanja vya ndege Afrika ACI ulioanza mnamo Aprili 24 mwaka 2025 na kuzinduliwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, huku zaidi ya washiriki 400 kutoka takriban nchi 48 barani Afrika na duniani wakishiriki katika mkutano huo, hatimaye umetamatika mnamo Aprili 30 mwaka 2025. Katika mkutano huu, kazi kubwa ya kuutangaza uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sekta ya afya, huku Afrika na dunia ikitambua na kushangazwa na ubora wa huduma za kimatibabu zinazotolewa na hospitali za rufaa nchini Tanzania. Mkurugenzi mtendaji wa Global Medicare Abdul Malik Molel, ambao ndio waratibu huduma ya upimaji wa afya na utoaji wa taarifa za afya nchini Tanzania kwa washiriki wa mkutano huo kwa kushirikiana na hospitali za MNH, JKCI, ALOMC, Benjamin Mkapa na Aga Khan, amemweleza Waziri Mkuu wakati alipotembelea banda hilo la Global Medicare kwamba uwepo wao katika mkutano huo ni kuhakikisha kwamba washiriki wa mkutano huo wanapimwa afya na kupata taarifa sahihi za ubora wa afya nchini Tanzania, jambo ambalo limefanikiwa sana. Ninaye daktari hapa ambaye anatokea Benjamin Mkapa Hospital ambaye naye yuko hapa. Nina daktari anayefuatia ni kutoka Aga Khan. Kwa humu ndani ile PPP ya hospitali za taifa na za private kwa pamoja, kwa kweli kazi yao kubwa ni kuhakikisha tunafanya screening ya hawa delegates wote wanaokuwepo hapa, na ndani ya hiki kipindi cha siku 5-6 tumekushafanya screening ya zaidi ya watu 70. Tumepata case emergency 8 na zote zimekuwa secured na wamepelekwa katika hospitali zetu. Aidha, Abdul Malik Molel amemweleza Waziri Mkuu kwamba uwekezaji wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali katika sekta ya afya, hasa katika hospitali zetu kubwa za rufaa, umeifanya Tanzania kuwa juu ya nchi nyingine katika swala zima la ubora wa matibabu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Na akaongeza hakuna nchi inayoweza kuifikia Tanzania kwenye ubora wa vifaa tiba, teknolojia, wataalamu na rasilimali watu, na kwamba kama hospitali zetu zitatangazwa ipasavyo, basi Tanzania itakuwa kinara wa tiba utalii barani Afrika. Pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ofisi yako imekuwa ikiratibu vikao vya aina hii vingi, na ninashukuru pia namuona mkuu wa mkoa hapa amekwisha tangaza yeye anatamani Arusha iwe ni kituo cha medical tourism. Nafikiria vikao vyote vya kimkakati kuna umuhimu wa kuwaonyesha uwekezaji tulioifanya, kuliko watu wafikirie sehemu ya medical tourism ni India, ni Uturuki, ni South Africa. Mheshimiwa, hatuna ambacho hatuna kukompea na hawa watu. Madaktari wetu bingwa wapo, vifaa tiba ni vingi na vya kutosha, na hata ukiangalia katika uwekezaji PET scan ya machine katika ukanda wa Eastern Central Africa, hii ni mashine ambayo mmewekeza, iko pale Ocean Road. Mashine hii ndani ya Eastern Central Africa ziko mbili tu. Moja inamilikiwa na Aga Khan Kenya, ya pili inamilikiwa na Ocean Road Tanzania. Lakini majority ya wagonjwa wa kansa waliokuwa wanaondoka kwenda India hawafuati madaktari, wanafuata facility yenye kugundua ni jinsi gani kansa imespread ndani ya mwili wake. Sasa iko Tanzania, na sio tu Tanzania, iko kwenye hospitali, ni uwekezaji wa serikali. Lakini kuna Cato 3 machine kwa upande wa moyo na mengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, technology, facility, madaktari bingwa na bingwa bobezi ndicho kitu peke yake kinachoweza kufanya watu kutoka mataifa mengine waje katika nchi yetu. Ninaomba katika pia vikao vyako ama vinavyoratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu, tukiwa na aina hii ya medical health security kwa kila kikao, naamini tunaweza tukafanya vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli bwana nialika. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Taarifa hizi zinamvutia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, na bila kusita anampongeza mkurugenzi wa Global Medicare Abdul Malik Molel kwa ubunifu huu mkubwa, na kwamba unapaswa kuungwa mkono. Awali, mstahiki meya wa jiji la Arusha Mheshimiwa Maximilian Matre Ilange alipotembelea banda hilo alishangazwa na taarifa za Tanzania kwa juu ya nchi nyingine Afrika katika ubora wa kimatibabu. Mstahiki meya, wageni watalii wanaokuja hapa tunatamani hata kuwafanyia screening. Kuanzia airport pale. Amekuja mgeni, anaenda Ngorongoro. Kwani akiambiwa kuna screening pale ya kansa, ya figo, ya nini,
na tukatengeneza ka package hata kabure kakaingizwa kwenye zile package za tourism wanaokuja hapa, na kuhakikishia wengi unawapa tu operator tu. Kabisa, ama tu operator. Tunafanya nao kazi kwa kushirikiana na hospitali. Na akatoa wito kwa viongozi, wanasiasa, wafanyabiashara, mashirika na makampuni mbalimbali nchini kuunga mkono ubunifu huu mkubwa ili kusaidia jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan za kukuza sekta ya afya na tiba utalii nchini. Mimi nikiri kama meya wa jiji la Arusha, sio kila mwananchi anajua huduma hizi ambazo zinatolewa na hospitali zetu. Sasa ni jukumu la viongozi wote, wawe wa kisiasa au kiserikali, kutangaza dhamira hii njema ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha wananchi wanajua huduma zinazopatikana katika hospitali zetu. Lakini kuwaunga mkono watu kama kina Abdul Malik, tuna kila sababu ya kutangaza utalii huu wa kimatibabu, na mimi na uhakika sana Mheshimiwa Rais atafurahi akiona sisi wasaidizi wake tunahakikisha tunasemea yale mambo mazuri, mambo mengi ambayo serikali yetu imefanya. Zaidi ya washiriki 80 wa mkutano huo walipata huduma ya vipimo vya afya, huku mamia ya washiriki wa mkutano huo wakipata taarifa za afya nchini Tanzania.